Ya, natumai ubuheri wa afya. Kuna vitu vingi ambavyo vinaendelea nyuma pazia nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania baada ya makamu wa rais ambaye anajulikana kama Emmanuel Nchimbi kuamua kujiuzulu kama makamu wa rais nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa inaonekana kuwa habari hizi zimemfikia mwanadada mpambanaji. Huyu ni mwanaharakati ambaye kitovu cha asili yake ambaye anajulikana kama Mange Kimambi. Kitovu cha asili yake ni nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa hapa Mange Kimambi amefichua vitu vingi ambavyo vilifanyika nyuma ya pazia. Anasema kuwa Nchimbi alishurutishwa kujiuzulu kwa maana aliitwa kwenye kamati ya maadili ya chama cha CCM. Sasa ya kwanza aliitwa akasusia kufika katika sehemu husika, alafu baadaye wakaanza kumtumia tisho, alafu pia akaamua kujitokeza kiundava kuhakikisha kuwa amesikiza kile ambacho kinasemwa katika kamati ya maadili. Ya, nimekuwekea video ya Mange Kimambi, video ya takriban dakika 5 na sekunde kadhaa akiongea kwa undani zaidi kuhusu issue nzima. Sikiza video hii au tizama video hii, alafu baadaye tuendelee tupate kujua issue hii ilikuwaje. Habari zenu wa Tanzania. Sasa ni hivi, baada ya Nchimbi kuongea siku zile, alivyoongea akasema kwamba Tanzania tufanye tunachokiweza, ila lazima tupambane tupate katiba mpya. Baada ya pale Kimama sasa akaanza kuwaset watu ndani ya CCM jinsi ya kumuondoa Nchimbi. Akaanza kuwaset watu. Last week Nchimbi aliitwa kamati ya maadili ya CCM, alipelekwa barua atokee kwenye kamati ya maadili ya CCM. Nchimbi akawaambia sawa. Siku kamati ya maadili wakajikuta wenyewe pale, Nchimbi akutokea kwenye kamati ya maadili. Wakamwandikia barua ya pili kali. Wakamwambia tunakuita kwa mara ya mwisho. If you don't show up, tunatoa decision yetu. Unaona? Kimama huyo. Kwa hiyo Nchimbi had no way out. Alishaitwa mara mbili kwenye kamati ya maadili ya CCM na kutokea. Na wakashampa warning kwamba watatoa maamuzi yao bila yeye kutokea, kwa sababu ameshaambiwa na hataki kwenda. Unaona? Kwa hiyo Nchimbi had no choice. Ni kwamba asingejiuzulu hii leo, yani kwamba tu kawawai, lakini walikuwa wanaenda kumuondoa this week CCM. Unaona? Hiyo ndio CCM ya sasa hivi. Yani ni hivyo Tanzania, ukimuona Mtanzania yoyote bado anavaa nguo ya kijani, anavaa nguo ya CCM, huyo ni taira, ana akili nzuri, kwa sababu CCM does not exist anymore. CCM ile watu walikuwa wanajua haipo tena, ndugu zangu. CCM imebakwa. CCM imetekwa. Sio CCM ile. Kimama kama Kimama hataki Watanganyika wowote wanaojielewa ndani ya system. Mtanganyika yoyote anayejielewa na kuipenda Tanganyika hatakiwi kwenye system ya huyu mama. Huyu Kimama hatakiwi kwenye system. Anawataka Watanganyika ambao anaweza kuwanunua tu kwa vibenti, Watanganyika ma zero brain kama kina Mwana FA, kina Mwigulu Nchemba, kina Ali Hapi, kina Bashite, Watanganyika ambao hawana uzalendo la Tanganyika, ambao wako tayari kuiuza Tanganyika. Sipendi sana kuongelea issue za Tanganyika na Zanzibar kwa ambao mnanifuatilia. I really try to avoid hiyo issue because it's a very dangerous issue. I really try to avoid issue ya Tanganyika na Zanzibar. But the time has come. Lazima tuongelee sasa hivi. We cannot anymore. Tanganyika imetekwa na Zanzibar kwa sasa. Wale walikuwa na hasira miaka mingi, walikuwa na hasira kwa wanaona ni kama vile Watanganyika, yani kama vile tumetake over nchi yao. Kwa sasa hivi wanalipa kisasi. Hao wanalipa kisasi by looting. Wana loot Tanganyika. Everything
wanauza, wanachukua, wana nini. Yani na Mtanganyika yote ambaye ana akili timamu hatakiwi. Kule jeshini, I haven't told you, jeshi la wananchi, recruitment ya Wazanzibari inaofanyika kwenye jeshi ili waje kuua Watanganyika. It's bad. Usalama wa taifa, napoambia sasa hivi nimetekwa Wazanzibari tupu, usalama wa taifa. Yani the situation is bad. Yani it's almost like a Zanzibar takeover of Tanganyika. Na Watanganyika wenyewe tulionao ndo hawa vichwa maji, kina Ali Hapi, ndo hawa kina Mwana FA wanaonunulika na kuuza Tanganyika kwa vitu vidogo. Hawa kina Nchimbi, watu wa CCM ambao wana uchungu na Tanganyika, yani ambao wameona ni bora wapiganie Tanganyika kuliko CCM, ndo hao sasa hivi hawatakiwi kwenye CCM anymore. Sasa nawaomba Tanzania, jamani, nchi inapotea, mambo yanazidi kuharibika. Nawaomba Tanzania, let's focus. Acheni na mambo ya kinadamu na Zuchu. Acheni mambo ya mpira, acheni mambo ya wasanii. Pay attention na hii nchi. Before it's too late, we have to fight. We have to pay attention. Na waomba, mtawaletea mengi zaidi kuhusu nchi, issue ya Nchimbi, lakini na waomba, let's pay attention. Mange Kimambi anasema kuwa huu ni mpango mzima ambao ulisukwa na Rais Mama Samia Suluhu Hassan, ile ishu nzima ya kuwaleta watu kuanza kumpiga vijembe makamu wa rais wakati huo ambaye anajulikana kama Emmanuel Nchimbi. Mange Kimambi anasema kuwa wiki iliyopita Nchimbi aliitwa kamati ya maadili ya CCM ndiye angalau apate kujua hali halisi inakuaje, kwa maana vitu ambavyo amekuwa akiongelelea ni mambo ya kimsingi, lakini rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amekuwa akijitia hamnazo. Mange anasema kuwa CCM imebakwa na Samia hataki wa Tanzania ambao wanajielewa. Kwenye mtandao wa kijamii amefanya video takriban dakika 5 na sekunde kadhaa akiongea kuhusu issue nzima. Ameandika pale na kusema Watanzania, Nchimbi hajajiuzulu kwa kutaka, he was forced, yani alishurutishwa. CCM walikuwa wanamuondoa wiki hii kwa kudai katiba mpya. Yani Mange anasema kuwa sababu ambayo imepelekea wana CCM kumshurutisha aliyekuwa makamu wa rais kujiuzulu ni issue nzima ya katiba mpya. Sasa Mange baada ya kufanya video hii, kuna wengi ambao wamedondosha comment zao hapa. Kuna huyu ambaye anajulikana kama Samaki Suli anasema Nchimbi ni 100% CCM, amecheza kama yeye, walishapanga hivyo. CCM atatoka nje kuhujumu upinzani, ni game imechezwa. Mwingine hapa anajulikana kama Joyce Everest anasema Samia kifa wiki ijayo nani ataongoza nchi, anauliza hivyo. Alafu mwingine hapa anajulikana kama ELR anasema time has come and the time is now kuachana na Zanzibar for good, otherwise kuna impending disaster on the horizon. Huyu anajulikana kama Dati anasema ila sisi wa Tanzania haswa vijana ni ametumia matusi pale, tumekalia habari za Simba, Yanga, Diamond, Alikiba tu. Sisi wa Tanzania, ametumia lugha ambayo sio rafiki. Blessed Gali anasema mambo yanayozidi kuwa complicated, ushindi upo karibu, let's fight for our children, let's go Tanzania. Tumingia anasema Bashite ndio mtu pekee anayeweza kuja kumgeuka Samia huko mbeleni. Bashite akipata tu nafasi kubwa watakuwa wamekosea sana, lazima awa overtake. Huyo amesema hivyo. Mwingine hapa anajulikana kama Gimi anasema Tanganyika imeenda na maji ya Isea, akaweka emoji ya mtu ambaye ameangua kilio. Akaendelea kusema Kikwete, popote ulipo Mungu akuweke hai ili siku tukitoka huku uje ujibu mbele ya umma. Aluta continue anasema yani nina hasira, mwili wote unasisimuka. Hiyo Zanzibar isubiri tu matokeo yanayototaka, walai watakoma uko mbeleni. Kwa hiyo ni baadhi tu ya wale ambao wanadondosha comment zao kwenye posti ya mwanadada ambaye anajulikana kama Mange Kimambi, kwa maana Mange amefichua sababu ambazo zimewapelekea wana CCM kumwekea shinikizo makamu wa rais ama aliyekuwa makamu wa rais Daktari Emmanuel Nchimbi kujiuzulu katika nafasi yake ya makamu wa rais.
taifa husika, nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo utadondosha komenti yako hapo chini angalau nipate kujua unajisije kutokana na makala hizi, na kama una yule mtu ambaye unaamini ya kuwa atateuliwa kuchukua nafasi ya Emmanuel Nchimbi.